بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi Ramadhani mwaka 1446 sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Tunaendelea na risala hii mudhakiratun fi ahkami siyam. قال المؤلف رحمه الله akielezea bid'u Ramadhan, mambo ya uzushi yaliyomo katika mwezi wa Ramadhan. Qala qawlu ba'd al-muadhdhinin قول بعض المؤذنين الحذر يا عباد الله الحذر يا عباد الله قبل الأذان الثاني ب10 دقائق. kauli ya baadhi ya waadhini waambia watu tahadharini, tahadharini enyi waja wa Allah. Alhadhara ya ibadallahi, alhadhara ya ibadallah, kuambia watu watahadhari kabla ya adhana ya pili kwa dakika 10. Anatangaza hivyo ni jambo la uzushi, kuwatahadharisha watu, yani wamalize kula daku haraka haraka kabla ya adhana ya pili. Anasema maneno hayo kwa dakika 10, kabla ya adhana ya pili kwa dakika 10 anawatahadharisha watu na kuambieni na kuambia tahadharini enyi waja wa Allah, msije mkala baada ya wakati wa saumu kuanza. Ni uzushi kusema hivyo. كذلك عند خروج المؤذن لصلاة العشاء يرفع صوته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة. katika uzushi unaofanyika katika mwezi wa Ramadhani ni muadhini anapotoka kwa ajili ya salatul isha anainua sauti yake kwa kumsalia Mtume SAW katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Inda khuruji almuadhdhin li salati al-isha, muadhini anapotaka kuadhini sala ya isha, yarfa'u sawtahu bis-salati was-salami ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anainua sauti yake kwa kumsalia Mtume SAW katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Hilo pia ni jambo la uzushi. Haya mambo hata kama hayafanyiki hapa, lakini kuna baadhi ya nchi yanafanyika kwa waadhini hao wanaofanya uzushi huo wa kumsalia Mtume SAW juu ya maadhini zao katika mwezi wa Ramadhani. كذلك رفع صوت المؤذن عند باب المسجد بعد خروجهم من صلاة التراويح بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ni katika uzushi muadhini kuinua sauti katika mlango wa msikiti baada ya watu kutoka katika salatu tarawih, pia anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam muadhini huyo. Hilo pia ni katika bid'a, ni katika uzushi wanavyofanya hivyo baadhi ya waadhini hao. Watu wakitoka msikitini baada ya salatu tarawih, muadhini yule anasimama katika mlango wa msikiti na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalik katika mambo ya uzushi wa Ramadhani, adharbu bitabil min ajli iqadhi an-naimina lis-suhur fi Ramadhan, kupiga ngoma kwa ajili ya kuamsha waliolala, lis-suhur kwa ajili ya kula daku katika mwezi wa Ramadhani. Adharbu bitabil min ajli iqadhi an-naimina lis-suhuri fi Ramadhan, kupiga ngoma ili kuamsha waliolala. Hilo pia ni jambo la uzushi linalofanyika. Hili nadhani lipo hapa, hili bali hapo ni zaidi wanapiga madufu vijana, vijana wanapiga madufu kwa kuamsha watu ili wale daku. Ni uzushi jambo hilo.
قراءة القرآن بمكبر الصوت بدلا عن الأذان الأول للفجر. kusoma Qur'ani kwa loudspeaker badali ya kuadhini adhana ya kwanza ya alfajiri. Qira'atul Qur'ani bimukabbir as-saut badalan 'anil adhan al-awwal lil-fajr. Badala ya adhana ya kwanza ya alfajiri muadhini akasoma Qur'ani badali ya kuadhini, huo ni uzushi. كذلك اعتقاد بعضهم أن الصائم إذا سب وشتم فليس عليه شيء لأنه صائم. itikadi ya baadhi ya watu kwamba mwenye saumu akitukana falaisa alayhi shay'un, hana dhambi, liannahu saim, kwa sababu yeye ana saumu. Itikadi ya baadhi ya watu anna saima idha sabba wa shatama, kwamba mtu mwenye saumu akitukana falaisa alayhi shay'un, hana chochote katika madhambi, liannahu saim, sababu yeye ana saumu. Sivyo, anayetukana na ana saumu ajue kwamba ana madhambi na thawabu za saumu yake zinapungua. Si inabatilika saumu haibatiliki, lakini thawabu zake za saumu zinapungua kwa sababu ya kusema maneno hayo machafu ya matusi. كذلك من البدع صلاة التهجد من أول رمضان جماعة في المسجد في آخر الليل وقد صلوا في أول الليل التراويح. لكتك بدع صلاة التهجد من أول رمضان جماعة في المسجد في آخر الليل وقد صلوا في أول الليل التراويح. صلاة التهجد mwanzo wa Ramadhani kusaliwa jamaa msikitini mwisho wa usiku kusaliwa jamaa, na tayari wameshasali mwanzo wa usiku salatu tarawih, wameshasali saa 2:30 salatu tarawih baada al-isha, halafu wanarudi tena kusali jamaa hiyo hiyo mwisho wa usiku saa 8 saa 9. huo ni uzushi. قول المؤذن صلاة التراويح أو صلاة التراويح أثابكم الله. قول يا مؤذني akitangazia salatu tarawih na kusema salata tarawih athabakumullah, jooni msali salatu tarawih, Allah akupeni thawabu. Hiyo pia ni kauli ya uzushi ikiwa muadhini atatangaza hivyo, salata tarawih athabakumullah. Tazyinu shawari, katika uzushi wa mwezi wa Ramadhani, tazyinu shawari bil masabih wal fawanis waziyan farahan wabtihajan biqudumi Ramadhan. Kupamba barabara kwa mataa na fanusi na mapambo mbalimbali kwa kufurahika kufika au kuingia mwezi wa Ramadhani. تزيين الشوارع بالمصابيح والفوانيس والزين فرحا وابتهاجا بقدوم رمضان. kuzipamba barabara kwa mataa na fanusi na mapambo mbalimbali kwa kufurahika kufika mwezi wa Ramadhani. Watu wanatakiwa ufurahike katika nyoyo zao kwamba mwezi wa Ramadhani, mwezi wa baraka, mwezi wa khairati umeingia, mwezi wa kuzidisha amali njema umeingia. Watu wafurahike katika nyoyo zao, sio kupamba barabarani na majumbani kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia. قول المؤذن صلاة القيام أثابكم الله. pia kauli hiyo ya muadhini akisema hivyo ni uzushi. Salatul qiyam, sala ile ya usiku, athabakumullah, jooni msali salatul qiyam, athabakumullah, Allah atakupeni thawabu. Kauli hiyo ni ya uzushi, haiko katika sunna. Kadhalika kaulul muadhin salatul witri athabakumullah, salini salatul witri, Allah akupeni thawabu. Uzushi huu unafanyika katika baadhi ya nchi, hata kama katika nchi hiyo hakuna uzushi huu, lakini baadhi ya nchi upo uzushi huu mpaka sasa, wanafanya jambo la matangazo hayo anayoyatangaza muadhini ya uzushi. كذلك من البدع
إقامة الموائد في العشر الأواخر بمناسبة توديع رمضان kusimamisha huzuni kumi la mwisho la Ramadhani kwa munasaba wa kuiaga Ramadhani. Kwa munasaba wa kuiaga Ramadhani watu wanakusanyika kwa ajili ya kuhuzunika kwamba Ramadhani inaondoka, inamalizika. Wanaaga mwezi wa Ramadhani kwa aurad na adhkar tofauti za kuuaga. Ni jambo la uzushi. اعتقاد إباحة الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة ni katika uzushi kuitakidhi uhalali wa kufungua kwa wenye kazi nzito. اعتقاد إباحة الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة, itikadi ya kuwa inajuzu kufungua kwa wenye kazi nzito, kama ajaza Sayyid Sabiq fi fiqh sunna, kama alivyojuzisha hilo Sheikh Sayyid Sabiq katika kitabu chake Fiqh Sunna. Kwa itikadi hiyo si itikadi sahihi, ni itikadi ya kizushi kwamba wenye kazi nzito, wale wanaobeba mikokoteni kutoka Kongowea mpaka Feri, wanaruhusiwa kufungua. Hiyo ni itikadi ya kizushi. اعتقاد إباحة الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة, au wanaochimba mashimo ya choo, mashimo ya mitaro yale, kwamba wanaruhusiwa kufungua. Hapana, hawaruhusiwi kufungua. التهنئة برمضان فيقال رمضان مبارك وخواتم مباركة, pia kupongezana kwa mwezi wa Ramadhani kuingia, usemwa Ramadhan mubarak wa khawatim mubaraka, misho yenye kubarikiwa. Jambo hili baadhi ya maulama wanajuzisha. Sheikh Uthaymeen rahimahullah anajuzisha pongezi hizo kwamba mwanzo ukiingia mwezi wa Ramadhani yajuzu kupongezana kwa kuingiliwa na mwezi huu wa Ramadhani mtukufu. Lakini Sheikh Al-Usabi anakataa na kusema ni uzushi jambo hilo. Qala wa amma fatwa al-lajnati ad-daima al-muwaqqara bi annahu la ba'sa bit-tahni'a bidukhuli shahr Ramadan kama fi 9-7-8-8-7-9 min al-majmu'ati ath-thaniya. katika fatawa hizo za lajna daima يقول المملكة فقد بنوا هذه الفتوى على حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. wamezingatia fatwa hii ya kwamba inajuzu kupongezana kwa kuingia mwezi wa Ramadhani. Fatwa hii wamezingatia na kuijengea wa hadithi ya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, wa huwa hadithun dhaif, na hii ni hadithi dhaif, si hadithi sahihi. انظروا في هذه المذكرة في الدرس رقم 26 حديث رقم 3. tumepita huko nyuma. hadithi hii ya Salman al-Farisi ni hadithi dhaifu. Kwa wanaosema kwamba inafaa kupongezana wanajengea fatwa hiyo kwa hadithi hii dhaifu, ambapo haifai kuitegemea hadithi dhaifu. الدرس 20 أخطاء يرتكبها بعض الصائمين, makosa wanaoyafanya baadhi ya wenye kufunga. Kwanza, al-aklu al-mufritu fi iftarihi au ashaihi au suhurihi, kula kwa kupitiliza, kula kwa kupetuka mpaka katika iftari yake au asha yake au daku lake. Al-aklu al-mufritu ni katika makosa wanaoyafanya baadhi ya wenye kufunga. Al-aklu al-mufritu fi iftarihi au ashaihi au suhurihi, kula kwa kupitiliza katika iftari yake au asha yake, chakula kile cha usiku, au suhurihi, au katika kula daku kwake akala kwa kupitiliza na kujaza tumbo. Ni makosa sababu kila sana hatimaye nini, unashindwa kufanya ibada, ni kulala tu pale pale ulipokula, hutaondoka pale, utalala tu.
Kwa hiyo kula kwa kupitiliza kama hivyo haifai, mtu utashindwa kusali. Sasa hivi kuna watu wanashindwa kusali salatu tarawih kwa sababu ya joto. Watu hawana subra. Waislamu hatuna subra kiasi hicho kwamba eti kuna joto mtu anashindwa kusali tarawih. Mimi nitasali vipi bwana joto namna hii? Aliyekupa nguvu hizo za joto ukawa sikia joto ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Badala ya kumshukuru kwa afya yako hiyo, wasema mimi sisali tarawih kuna joto sana. Si utafute misikiti basi yenye AC ukasali? Mbona kuna joto alafu wakaa barazani na kufungua tumbo wazi, manaki wasikia joto sana, umekula sana? La, tunatakiwa tumshukuru Allah kwa kutekeleza ibada hizi. Mwezi mmoja tu salatu tarawih, mwezi mmoja tu. Kuna baadhi ya Waislamu hawajaisali sala hii tangu wabali hajasali sala hii. Sivyo ndugu zangu Waislamu. Kumshukuru Allah ni kutekeleza ibada zake. Sio kumshukuru Allah ni kusema tu alhamdulillah nimeshiba sana, alhamdulillah. Tekeleza ibada ni kumshukuru Allah pia. Mshukuru Allah ni kumshukuru kwa kusema na kwa utekelezaji wa ibada, na pia moyoni kuitakidi kwamba neema hizo zote alizokupa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio kumshukuru Allah, si kwa ulimi peke yake, ni kwa utekelezaji wa ibada kwa viungo vyake na kwa moyoni kuitakidi kwamba neema zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ni katika makosa ya baadhi ya wenye kufunga kula sana katika iftari au asha au suhur. Kadhalika ashurbu almufritu fi iftarihi au ashaihi au suhurihi, kunywa kwa kupitiliza, kunywa kwa kupetuka mpaka katika iftari yake au asha yake au suhurihi, au kula daku anakunywa sana. Mara amechukua juisi ya ukwaju, mara juisi ya maembe, mara hii haifai kupitiliza. Israfu ni haramu. Hiyo ni katika kula, katika kunywa, katika kuvaa, mpaka katika sadaka pia israfu haifai, na israfu ni haramu. Kuna bwana mmoja amuuliza mwenzake, bwana huu mwezi wa Ramadhani bwana sisi twakonda sababu ya saumu, wewe mwenzetu bado tu umenenepa tu. Leo tarehe 25 mwezi wa Ramadhani bado mwenzetu uko vile vile. Bwana anasema wewe hujui bwana, mimi nikishafungua muadhini nala moja kwa moja, sipumziki. Mara nimekula wiki mpaka ifika wakati wa daku nala tu. Ndio hivyo bwana, kufunga ndio hivyo. Yani anakidhi ile chakula cha asubuhi, cha mchana, anakidhi. Kwa hiyo anakula moja kwa moja. La, kufunga sio hivyo. Kufunga si kwamba ukishafungua walipiza ule mchana wako ambao hukula. Hapana, sio hivyo bwana. Anasema mukhalifina fi dhalika qaula rasuli sallallahu alaihi wasallam, wenye kufanya hivyo ni wenye kukhalifu kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema ma malaa adamiyun wi'aan sharran min batnihi, hajajaza mwanadamu chombo cha shari, chombo kiovu kuliko tumbo lake. Ma malaa adamiyun wi'aan sharran min batnihi, hakujaza mwanadamu chombo kiovu kuliko tumbo lake. Bihasabi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu, inamtosha mwanadamu tonge chache zitakazosimamisha mgongo wake. Zinamtosha mwanadamu ukulat, tonge chache za chakula, yuqimna sulbahu, zitakazosimamisha mgongo wake. Fa inkana la mahala, ikiwa hakuna budi aendelee kula, fathuluthul li ta'ami wa thuluthul li sharabi wa thuluthul li nafasihi, theluthi ya chakula chake, theluthi ya kinywaji chake, theluthi ya pumzi zake. Sio kula mpaka hakuna nafasi ya kunywa maji, kula ikawa hakuna nafasi ya kutoa pumzi. Mtume akataza jambo hilo. Idhan wanaokula sana na kunywa sana wanamkhalifu Mtume sallam katika mafundisho yake haya. Katika makosa ya baadhi ya wenye kufunga
istighraqul waqti bin naum bid'wa anna nauma as-saimi ibada, kumaliza wakati kwa kulala, kumaliza wakati wa siyam kwa kulala, kwa madai ya kwamba usingizi wa mwenye kufunga ni ibada. Madai ya kwamba usingizi wa mwenye kufunga ni ibada, yani mwenye kufunga akilala anapata thawabu. Si dalili yake ni nini kauli hiyo na itikadi hiyo? Kwa hiyo mtu anamaliza mchana wake kwa madai kwamba vile anavyolala anapata thawabu. Kulala kwa mwenye kufunga ni ibada, sio sawa, sio sawa, sababu unakosa sala, unakosa kufanya istighfar, unakosa kusoma Qur'ani na adhkari nyingine. Unaumaliza wakati kwa kulala, bali umri unaumaliza kwa kulala, na utakwenda kuuliziwa siku ya kiyama, umri huo umeumaliza kwa jambo gani? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umurihi fima afnahu, haitaondoka miguu ya mtu siku ya kiyama mpaka auliziwe umri wake ameumaliza kwa nini. Sasa usema umri wangu nimeumaliza kwa kulala. Kwa hiyo haitakiwi kumaliza wakati bure, kuumaliza kwa mambo ambayo hayana faida. Kumaliza wakati ni umri, wakati wa mtu ndiyo umri wake. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa, wakati wa mtu ndiyo umri wake. Ukiupoteza wakati bure kwa mambo ambayo ya upuuzi, ndivyo ulivyopoteza umri wako kwa mambo ya upuuzi, na utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini umeupoteza umri wako kwa mambo ya upuuzi. Kadhalika katika makosa, i'tiqadu anna man akala au shariba nasiyan faqad aftara fayuwasilu al-akla wash-shurba bihujjati annahu muftir. Kuitikadi kwamba anayekula au kunywa kwa kusahau amefungua. Itikadi ya mtu yanayosema kwamba anayekula au kunywa kwa kusahau faqad aftara, amefungua, fayuwasilu al-akla wash-shurba, kwa hiyo anaendelea kula na kunywa bihujjati annahu muftir, kwa hoja ya kwamba amefungua. Lakini sivyo. Hadithi hii inasema anayekula au kunywa kwa kusahau saumu yake ni sahihi, aendelee na saumu yake, asiendelee kula, saumu yake iendelee. Huyo anayekula au akanywa kwa kusahau, saumu yake bado ipo, aendelee na saumu yake. Unaelewa? Ndio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi inavyosema. Lakini kuitakidi kwamba ukila kwa kusahau au ukinywa kwa kusahau umefungua, kwa hiyo endelea tu kula, hii ni itikadi potofu na ni makosa, ni kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia hii kula au kunywa inategemea mtu upige sima nusu kilo nzima, nimesahau bana, ushaimaliza sima nusu kilo. Kusahau huko ni kwa ajabu sana. Naam, inatokea mtu kula lakini umepiga kilo nzima, itakuwa ni jambo la kushangaza. Au kitendo cha ndoa, naam, kitendo cha ndoa umesahau, inawezekana umesahau, saumu yako inaendelea, lakini masaa mawili masaa matatu uko hapo tu, bado tu hujakumbuka kwamba ni Ramadhani mchana. Wewe wafanya kusudi sasa, kusahau kwa vipi huko? Kadhalika katika makosa, dhannu anna man ghalabahu alqai'u faqad aftara, kudhania kwamba matapishi, mtu ambaye matapishi yanamshinda, faqad aftara, amefungua, fayuwasilu al-akla wash-shurba bihujjati annahu muftir, halafu anaendelea kula na kunywa kwa hoja ya kwamba ni mwenye kufungua. Hapana, man ghalabahu alqai'u fasawmuhu sahih, aendelee na saumu yake. Mtu ambaye matapishi yamemshinda, amesikia kichefuchefu akatapika, huu saumu yake bado ipo, anatakiwa asikutue, aendelee na saumu yake. Yule aliyejitapisha kwa makusudi, huyu amefungua. Aliyejitapisha kwa makusudi amefungua, lakini matapishi yamemshinda, kichefuchefu akatapika, saumu yake huyu inaendelea, haijabatilika.
Kadhalik katika makosa, muwasalatu man qadima min as-safari fitrahu bihujjati annahu muftir, kuendelea aliyefika kutoka safarini kuendelea kufungua kwa hoja ya kwamba yeye ni mwenye kufungua. Muwasalatu man qadima min as-safari fitrahu, kuendelea aliyefika kutoka safarini kuendelea kufungua kwa hoja ya kwamba yeye ni muftir, ni mwenye kufungua. Sunna ni kwamba huyu ajizuilie, ametoka safari, ametoka Nairobi, ametoka Malindi, amekula njiani kwa udhuru wa safari, sawa, sio vibaya. Akifika hapa kwao anatakiwa asile tena, afanye imsak, halafu atakuja kulipa baada ya Ramadhani. Ndiyo sunna kujizuia kula, si kwamba maadamu amekula kwa udhuru wa safari aendelee kula, sio sunna. Kwa ni katika makosa huyo kuendelea kula. Kadhalik muwasalatul haid wan nufasa idha tahurata fitrahuma, kuendelea mwenye hedhi na mwenye nifasi wakitaharika kuendelea kufungua kwao. Mwanamke aliyekuwa katika siku zake, halafu katikati ya mchana saa 6 saa 7 akataharika, ile damu ikakatika, huyu anatakiwa ajizuilie, hata kama asubuhi alipiga chai yake vizuri sana sababu ya udhuru huo wa kuingia katika siku zake. Lakini akitaharika katikati ya mchana, sunna anatakiwa asile tena, halafu atakujalipa siku hii. Asile tena haitwi ni saum, lakini imsak, ajizuilie asile tena mpaka baada ya Ramadhani aje ailipe saumu hiyo. Iwe ni haidh au nufasa, mwenye damu ya uzazi katikati ya mchana wa Ramadhani, damu ile ikakatika ya uzazi na ashakula asubuhi, anatakiwa ajizuilie kula, asile tena, halafu atakujalipa siku hizi. Kadhalika katika makosa, i'tiqadu anna man fatahu suhur au sahur fatahu sawm, kuitakidi kwamba aliyekosa kula daku saumu pia nayo itakuwa amekosa. Mtu akula daku jana, kwa hiyo leo asubuhi anakula kwa sababu hakuwahi kula daku jana, hilo ni kosa. Daku si masharti ya kufunga. Kula daku ni sunna, si kwamba usipokula daku unaruhusiwa kula asubuhi, hapana. I'tiqadu anna man fatahu suhuru fatahu saumu, ni makosa kuitakidi kwamba aliyekosa kula daku basi saumu pia ataikosa, anatakiwa afungue, ni makosa. Katika makosa ya baadhi saimin, i'tiqadu anna man ihtalama wa huwa saim faqad aftara, kuitakidi kwamba aliyeota na huku ni saim amefungua. I'tiqadu anna man ihtalama wa huwa saim faqad aftara, ni itikadi ya kimakosa. Aliyeota, tunajua kuota si ndio? Kuota tunajua, sio? Sio mama, wote watu wazima hapa. Kwa anaitakidi kwamba aliyeota mchana wa Ramadhani, alilala akaota Ramadhani, katikati ya Ramadhani na ana saumu, akiitakidi kwamba amefungua kwa kuota huko, huyu ana itikadi ya makosa, ni kwamba hakufungua, saumu yake inaendelea kwa kuota huko. Kadhalika i'tiqadu anna man fatahu alwitru fatahu as-sawmu, itikadi ya kuitakidi kwamba witri akiikosa saumu pia ameikosa. I'tiqadu anna man fatahu alwitru fatahu as-sawmu, itikadi ya kwamba ambaye amekosa witri na saumu pia naye ataikosa, kwa hiyo anafungua kwa sababu hakusali salatul witri. Hiyo ni itikadi ya makosa. Salatul witri si katika masharti wala nguzo ya kufunga wala sunna ya kufunga. Muwasalatul mar'ati siyama wa qad jaaha alhaidhu, katika makosa ya baadhi saimin, kuunganisha mwanamke kuendelea na saum wakati hedhi yake imeshamfikia, bid'awa annaha qad ta'ibat fil juz'i al-awwal min an-nahar, kwa madai ya kwamba amesumbuka na sehemu ya kwanza ya mchana, madai kwamba alianza kufunga, amesumbuka na siyam mchana ule wa Ramadhani saa 6 saa 7
ile hedhi ikamjia, kwa hiyo anaendelea na saumu yake. Hapana, saumu hiyo itakuwa ni haramu, anapata madhambi badala ya thawabu. Anatakiwa akatishe saumu yake, halafu atakuja kuilipa siku hiyo. Kuunganisha saumu na kuendelea na siyam ni haramu kwa mwanamke huyo, hata akijificha. Anamfichia nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anemjua. اعتقاد الحائض والنفساء التي طهرت أثناء الليل. Katika makosa ya baadhi yenye kufunga, itikadi ya mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifasi, damu ya ugonjwa, allati tahurat athna al-layl, ambaye ameshataharika katikati ya usiku, walam yabqa alaiha illa al-ghusl, haijabakia kwake isipokuwa kuoga tu na kujitaharisha. أنها إذا أخرت الغسل بعد أذان الفجر الثاني أنه لا صيام لها, kwamba akichelewesha kuoga baada ya adhana ya alfajiri ya pili, baada ya adhana ya pili ya alfajiri, ni kwamba hana saumu. Hapana, saumu yake ipo. Hata akichelewesha kuoga mpaka saa 3 za asubuhi, saumu yake ipo. Ile kujitaharisha ile si kwamba lazima ajitaharishe alfajiri au usiku kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Sio lazima, sio lazima. Maadamu ameshataharika, wajibu wake ni kufunga hata kama bado hajaoga, kama damu yake imeshakatika. اعتقاد أن من كان عليه جنابة من الليل ولم يبقى عليه إلا الغسل ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر الثاني أنه لا صيام له. Pia katika makosa baadhi wenye kufunga, itikadi ya ambaye ana janaba usiku na haikubakia isipokuwa kuoga tu, na hajaoga isipokuwa baada ya adhana ya pili ya alfajiri, kuitakidi kwamba huyo hana saumu, ni makosa, itikadi ya makosa. Saumu yake huyo iendelee hata kama bado hajaoga mpaka asubuhi saa 3 hajaoga, saumu yake ni sahihi. Wajibu wake ni kuoga haraka haraka kwa ajili ya kudiriki salatul fajr. Lakini akichelewa kwa bahati mbaya, saumu yake ni sahihi, haijabatilika kwa kuwa na janaba hilo. Kadhalika katika makosa, albusaqu fil masjid fi ulabin mamlu'atin biturab, kutema mate msikitini katika makopo yaliyojazwa mchanga. Albusaqu fil masjid fi ulabin mamlu'atin biturab, kutema mate msikitini katika makopo yaliyojazwa mchanga ni jambo la makosa. Kuweka misikitini makopo yamejazwa mchanga, watu wanatema mate katika makopo yale. Kwani mate alikwambia ukiyameza umefungua nani? Kwa hiyo haifai kuweka makopo hayo, au mtu kuja pale katika mihrabu, upande wa mihrab anatema mate. Ni makosa, ni makosa. Mate hayafunguzi saim, mate hayafunguzi saim. Hakuna haja ya kutafuta makopo wala kutema mate upande wa qibla. Kadhalika katika makosa, ramyuna wa tamri fil masjidi wa fi turuqat waqta al-iftar, kutupa konde za tende msikitini na barabarani wakati wa kufungua. Ramyuna wa tamri fil masjidi wa fi turuqat waqta al-iftar, kutupa konde za tende msikitini, wa fi turuqat, na katika njia wakati wa kufungua ni makosa. Haitakiwi kuuchafua msikiti kwa konde za tende au kwa uchafu wowote, haitakiwi. Lakini misikiti mingi utaona uchafu huo, aidha konde za tende au zile pale kilicho mbele yake pale katika konde misikitini, unaona vitu kama hivyo. La, haifai kuchafua msikiti, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia barabarani watoto wanaweza wakaanguka, hata mtu mzima anaweza akateleza kwa kukanyaga konde hizo za tende. Huo haifai kuzitupa ovyo ovyo. Tarku istimali siwak min zawali shamsi ila ghurubiha, ni katika makosa ya baadhi yenye kufunga kuacha kutumia siwak. Mswaki huu wa sunna kuacha kuutumia min zawali shamsi ila ghurubiha, tangu jua linapopenduka wakati wa dhuhur mpaka kuzama kwake. Ni makosa kuacha isiwak. Sunna ni siwak, kupiga mswaki mara kwa mara.
kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatul lilfami mardatul lirabbi, mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la mswaki lisiwacho Uislamu ni katika sunna tulizoziwacha. Ni katika sunna tulizoziwacha mtu kuwa na mswaki wake akitawadha, akitaka kuswali, akitaka kusoma Qur'ani. Ni katika sunna ambazo wengi tumeziwacha. Tunatakiwa tuhuishe sunna hizi, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Tuhuishe sunna za siwaki, kila mmoja awe na mswaki wake mara kwa mara anapiga, kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili la mswaki ni jambo muhimu, ni sunna muakkada, lakini wengi tumeiwacha sunna hiyo. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.